Uchaguzi mkuu una maana tu endapo watu wanapata viongozi wenye kulinda na wenye kutetea uhai. Wagombea wa vyama na vyama vyao kwa mujibu wa ibara ya 3 na ya 5 walipaswa kuonyesha uwezo na moyo wa kuwashinda watekaji na wauaji. Sheria zipo zinazoonyesha jinsi ya kushughulikia wahalifu. Kwa nini basi waliopotea na kutekwa hawapatikani mahabusu? Tunaitaka serikali izingatie kanuni ya utawala wa sheria na kuheshimu kimatendo haki ya msingi ya kila mwanadamu. Kuelekea uchaguzi mkuu, tunawaomba raia wote kuongozwa na dhamiri iliyo safi, iliyo hai. Kuna watu wanatishatisha ili kuwafanya watu wasitoke tarehe 29. Nataka kuwaambia, ninayezungumza hapa ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Nataka kuwaambia wasithubutu. Kibati tu kikipasuka, sisi tuko nao. Hujambo na karibu katika taarifa zetu za sasa kuhusiana na siasa, na ningependa ubonyeze alama ya like na subscribe. Asante kwa kufanya hivyo. Na nachoona ni matayarisho tu ya maandamano yatakayofanyika Oktoba tarehe 29 wakati wa uchaguzi mkuu. Na kama ulivyosikia kutoka mwanzoni mwa hii video, umesikia askofu akisema kuwa uchaguzi mkuu uweze kusitishwa na waliotekwa nyara waachiliwe mara moja. Na Oktoba tarehe 29 wa Tanzania wameweza kuhimizwa wajitokeze kwa wengi, sio kupiga kura bali kuandaa amana na hali ya juu ya utekaji nyara na pia kukandamizwa kwa wananchi. Na maandamano haya yamesema yataongozwa na wazalendo kwa mujibu wa Gwajima na Tisha, wakisema ole kwa wahuni na watekaji wote ambao pia wamekuwa wakiua Watanzania wazalendo kwa faida zao kibinafsi za kisiasa na kifisadi. Na waandamanaji wote wamesema kuwa wameamua kukubali kufa kutokana na Rais Mama Daktari Samia Suluhu kusema kuwa hiyo siku watakaojaribu kuandamana wanajeshi watakuwa wanatumia live bullets. Kwa hivyo wananchi wamehimizwa waende wapige kura. Hii ni kwa mujibu wa Mama Daktari Samia Suluhu. Waandamanaji wamesema hawatatishika. Kumbuka pia wanajeshi na polisi wamesema watavaa nguo za kiraia na kuungana na wananchi wa kawaida katika kuandamana tarehe 29 mwezi huu. Unaweza kutuandikia hapo chini kwenye comment section maoni yako kuhusiana na hii maandamano ya tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba, ambayo pia itakuwa tarehe mkuu wa uchaguzi mkuu wa nchi ya demokrasia ya Tanzania. Tungeweza kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako hapa chini. Kumbuka waandamanaji wamehimizwa wajitokeze kwa wengi sana ili CCM waone kwamba nchi ya Tanzania si yao bali nchi ya Tanzania ni nchi kwa wazalendo wa Tanzania. Na uchaguzi umeweza kuhimizwa kuwa usitishwe mara moja ili kulinda Tanzania, na waliotekwa nyara waachiliwe mara moja akiwemo Humphrey Polepole, na pia waweze kuheshimu kimatendo haki ya msingi ya kila mwananchi. Na chama cha demokrasia viongozi wake
Ongozwa na Tundu Lissu wameweza kuhimiza Mama Daktari Samia Suluhu awape nafasi viongozi wa upinzani pia waweze kueleza maoni yao kuhusiana na uchaguzi na wapewe nafasi pia wao waweze kukampeni. Kumbuka tarehe ya kupiga kura umeweza kuwadia, lakini viongozi wa upinzani hawapo huru, wameweza kutekwa nyara, wameweza kushikwa, wako kwenye jela, na hii ndio sababu tosha ya Watanzania wazalendo kusema wataandamana tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba. Tutumie maoni yako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hii maandamano ambayo imeweza kusema itafanyika mwezi huu tarehe 29, na pia tungependa uweze kulike na kusubscribe hii video.